Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin sayyiduna Muhammad abul Qasim sallallahu alayhi wasallam. Naam, leo tunaendelea tena ndugu zangu, sifa za mwanamke mwema. Ujikague, ujiangalie. Namba 4, sifa ya mwanamke mwema ni mvumilivu. Mvumilivu anavumilia changamoto za maisha, kuwa na subra. Tunaambiwa asubra ala aladha fihi, kusubiri juu ya maudhi. Mwanamke mwema anasubiri kwenye mitihani mbalimbali, misukosuko mbalimbali. Ndugu yangu, napenda kuikumbusha nafsi yangu sambamba na nafsi yako swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uvumilivu, yani kwanza nikuambie unayenisikiliza, kipenzi changu, unanifuatilia, unayenisikiliza, mitihani inakuimarisha. Mitihani inakufanya unakuwa strong. Yani mitihani, ukipata mitihani, Allah akupa mitihani, anakujenga, anakufanya uwe imara. Kwa hivyo lazima usubiri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehusiana sana subra. Tusubiri kwa kuomba dua na kuswali, na ndio maana Mwenyezi Mungu ameteremsha sura nzima kwa ajili ya kuizungumza subra. Baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah anasema tunatakiwa sisi katika maisha yetu tuhusiane subra, tuhusiane haki. Kwa kweli mwanadamu yupo kwenye hasara. Kwa hivyo sasa tunatakiwa tujiangalie sana. Kwa hiyo natakiwa sisi tuhusiane, tutoke kwenye hizo hasara. Watawasaw bil haqqi, tuhusiane haki. Watawasaw bis sabri, tuhusiane subra. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wenye kusubiri pindi tunapokutana na misukosuko na mitihani, kwa sababu mitihani ni sehemu ya maisha. Bila mitihani hatuwezi kufanikiwa ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo leo tunaendelea kumzungumza mwanamke mwema, lakini kipengele cha 4 kinachozungumzia subra. Subra ni ngumu, lakini subra na malipo. Subra kwa changamoto mbalimbali za kumvumilia mume wako, za kuvumilia wakwe zako, za kuvumilia majirani zako. Asubira ala aladha fi, kusubiri juu ya maudhi. Tunaendelea ndugu zangu, na inshallah tunaendelea kukumbushana biidhnillah. Leo tuko kipengele cha 4, tujirekebisha na tujishape, na sisi tuwe wema, tupate daraja kubwa kama alizopata daraja maswahabati wa kike wale. Mwenyezi Mungu atukubalia amali zetu, atujalie ucha Mungu na mwisho uliokuwa mwema. Wabillahi tawfiq.